Ukweli uliojificha kuhusu fedha. Kuna watu wengi leo wanaonekana kuwa na maisha mazuri sana. Wana simu za gharama, mavazi ya kuvutia na maisha ya kuonekana kuwa ya mafanikio. Ukiwaangalia kwa nje, unaweza kudhani hawana shida yoyote ya kifedha. Lakini nyuma muonekano huo kuna ukweli tofauti. Akaunti zao zinahangaika, madeni yanaongezeka na amani ya kifedha inazidi kupotea. Tatizo si kwamba wanapenda vitu vizuri, hapana. Tatizo ni kwamba mara nyingi wanatumia pesa kununua muonekano, kukubalika na watu, kutafuta umakini kwa watu wengine. Wanasahau kwamba utajiri wa kweli haujengwi kwa kuonekana tajiri, bali kwa maamuzi ya kifedha yenye hekima na nidhamu. Jiulize kwa muda mfupi, maamuzi yako mengi ya kifedha yanatokana na malengo yako ya maisha au yanachochewa na maoni ya watu wanaokuzunguka? Wakati mwingine, gharama kubwa zaidi si pesa unayotumia, bali ni shinikizo la kujaribu kuonekana tofauti na hali yako halisi. Kumbuka, watu wanaweza kuvutiwa na muonekano wako wa dakika chache, lakini uhuru wa kifedha unaweza kukupa amani kwa miaka mingi. Zingatia, kuonekana una pesa sio sawa na kujenga utajiri. Utajiri wa kweli hujengwa kimya kimya kabla haujaonekana hadharani. Na wewe unaonaje? Utajiri wa kweli unaonekana kwenye vitu unavyomiliki au kwenye amani yako ya kifedha? Tuambie hapo chini kwenye comment. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe kwenye YouTube channel yetu kama Hidden God Insight.